Jum TV, furaha kiganjani. Tumeendelea kumwenzi Mwalimu kwa kuendeleza na kutekeleza fikra zake katika kuleta maendeleo kwa taifa letu na kutimiza na kulitunza jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko ulimwenguni. Jambo la kipaumbele ni kulinda heshima na kuimarisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafanya hivi kwa kuimarisha muungano wenyewe na kutatua changamoto zinazoweza kukwamisha shughuli za muungano. Mwalimu alikuwa na mwelekeo wa kwamba elimu yetu iendane na uhalisia wa maisha ya Mtanzania na kuwawezesha wahitimu kujitegemea. Katika hili, kuanzia mwaka jana 2024, serikali ilianza kutekeleza sera ya elimu iliyoboreshwa ili kuweka msisitizo katika kuwapa wanafunzi ujuzi utakaowezesha kuajiriwa na kujiajiri. Mwalimu aliweka msisitizo kwenye kilimo kama uti wa mgongo katika kujenga uchumi wa taifa na kuweza kujitegemea. Serikali yetu tumeendelea kuongeza uwekezaji kwenye sekta ya kilimo awamu kwa awamu hadi sasa, ambapo sio tu tumeweza kujihakikishia utoshelevu wa chakula kwa 128%, bali pia tumeweza kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi na hivyo kukuza pato la mkulima na taifa kwa ujumla. Nataka niseme kwamba kitabu hiki kimebeba masuala mengi sana, lakini nimeona niagusie hayo machache tu. Niseme kuwa kwa ujumla Mwalimu aliacha alama isiyofutika kwenye nyoyo za watu waliomfahamu na kwenye nyanja zote za maisha ya jamii ya Watanzania, ikiwemo msisitizo wa kuwa wamoja na kushikamana na kuhimiza watu kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo ya nchi. Na ndio maana neno kazi kila awamu tunakwenda nalo. Napenda kutoa wito kwa Watanzania wenzangu kuhakikisha tunadumisha na kuilinda tunu hii ya muungano wa Tanzania, kwani ni kielelezo pekee cha muungano uliofanikiwa katika mataifa ya Afrika. Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa, nachukua fursa hii kupongeza kazi kubwa na nzuri inayofanywa ya kuzifanyia kazi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano vinavyoshirikisha wajumbe kutoka pande mbili za muungano wetu. Napenda kuwaahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutoa ushirikiano na tutahakikisha kwa pamoja tunayafikia malengo ya waasisi wa muungano wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Natumia fursa hii kutoa shukrani na pongezi kwa watu wote walioshiriki katika kufanikisha kuandaa kitabu hiki muhimu kwa historia ya taifa letu. Uzinduzi wa kitabu hiki ni kutambua na kuthamini mchango muhimu wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuasisi muungano wa Tanzania, ambao ni msingi mkuu wa umoja, amani na maendeleo ya Watanzania. Napenda kutoa pongezi kwako Mheshimiwa Rais pamoja na kwa viongozi wote waliotangulia kwa jitihada zenu za kuhakikisha dhamira njema ya waasisi wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abeid Amani Karume ya kuasisi muungano wetu zinaendelea kudumishwa.